Oh moyo, ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo, moyo moyo, ni fumbo, ni fumbo, ni fumbo. Asubuhi kaka. Ni njema. Mbona unaamka mapema hivi? Amna kaka, kawaida. Kawaida? Haya basi. Mimi wacha nielekee kazini. Kaka, lakini chai bado kidogo tu. Ipo tayari. Chai? Masisa ngapi? Hapana, it's too late. Wacha nielekee tu kazini kwa sababu hata vile nimeshazoea kupata breakfast kazini huko. Samahani kwa kuchelewa. Kuanzia kesho nitakuwa naamka mapema zaidi. Ninywe chai nyumbani. Usinitese bwana. Sawa. Kwa sababu nimeshazoea na ni timetable yangu. Kwa sababu nilikuwa nahangaika sana kupata breakfast hapa nyumbani kwa. Ndio maana nikaona spera nikapata tu huko kazini. Kwa hiyo don't worry. Sawa? But siku disappoint. Ukiandaa mapema basi nitakuja. Sawa, kazi njema. Bye. Lakini kaka, samahani. Koti lako limekaa vibaya. Sorry. Unajua kuwaiwai huko kazini, yani ndio maana unajikuta hata hujiangalii vizuri. Huko. Kuna uchafu. Usijali bwana, nitakwenda kutengenezea kwenye gari, sawa? Hapana, yani huko imekaa vibaya koti. Basi hebu nitengeneze. Ruksa kumshika ngumi. Nani kakuruhusu kushika mwili wa mume wangu? Dada nisamee, shati yake ilikaa vibaya. Kwa kama koti lake ilikaa vibaya wewe unakuhusu nini? Wewe ndo mke wake? Kwa hiyo hata akiwa ameshindwa kuoga utakuwa unaenda kumuogesha, si ndio? Samee dadangu. Sikuwa na nia mbaya, samee. Nabe. Nenda kufanya usafi chumbani. Mungu. Kwa nini unahusu dada wa kazi na ushikashika mwili wako na kuchelewesha kazini? Huoni kama unanifedhesha mimi? Unachofanya unaona uko sahihi? Afu bado nakuongelesha umeninyamazia. Weka! Kwa hiyo Aikan, unaondoka bila kuniaga wala kuniambia chochote kwa sababu nimempiga kibao yule kahaba wako? Hivi yule binti wa watu wakosea nini? Binti wa watu hana makuna yeyote yule. Binti wa watu anaheshimika na anakubalika hadi na majirani. Lakini eti wewe kwako ndo ana matatizo. Yaani wewe mtu gani? Binti wa watu unamuita kahaba. Kahaba kwa ukahaba gani aliyokuonyesha wewe? Kama sio kahaba, anawezaje kumshika mume wa mtu na kumtengeneza nguo ingali mimi mke wake sipo karibu yake? Kama sio kukutega, hicho ni nini anachokifanya? Alichokifanya ni kukufundisha wewe. Ni kukuonyesha unapaswa vipi kumkea mwanamume wako. That is your responsibility. Amefanya tu kama assistance.
Tumweka ndani la kabeki 3 lakini kwa ajili ya kukusaidia wewe majukumu. Ndio maana wewe unapaswa kupika, hata chakula na chakula mimi ulipaswa kupika wewe. But tunamwacha anapika. Nimeondoka haujajali kama nguo yangu imekaa vizuri au imekaa vibaya. Ulitaka mimi niende kazini nichekwe au? Kile kafanya kwa ajili ya kukulindia wewe heshima yako. And you just talking nonsense. Kwa hiyo Aikani, imefikia hatua unanifananisha mimi na huyo binti wa kijijini mnuka mikojo ambaye hata kuoga jui, anatembea ananuka jasho, hata kujipuliza perfume hawezi. Kweli mume wangu? Aikani, kwa nini unaongea na mizarau unaondoka? Yaani huyo binti nitamkomesha. Wewe aliyekupeleka kumshika mume wangu nani? Nijui. Lakini dada, shati lake lilikuwa limekaa vibaya, mimi nimemsaidia tu. Kwa hiyo kama shati lake limekaa vibaya wewe linakuhusu nini? Wewe ni mke wake? Samehe. Samehe dada. Au ndo kahaba kuiba umeza watu? Samehe. Wewe hapa kazi yako ni nini? Kazi yako ni nini hapa nakuuliza? Kusaidia kazi za huko ndani. Sasa basi. Hiyo mara ya kwanza na ya mwisho kumsogelea mume wangu. Na nikirudi nikute usafi umemalizika na chai kwa mezani kishazi kubwa hiyo. Siku nyingine hiyo mwanzo na mwisho. Hiko ndo kitu kilichokuleta hapa? Umekuja kufanya kazi au kuangalia TV? Dada Kitu gani wewe? Mimi nazaliwa na wewe. Nimeshazaa na wewe. Dadako umemwacha huko kijijini na sio kwangu. Mimi sio dadako. Fanya kilichokuleta. Sio kaa ndani kwangu unaangalia TV. Fanya kazi yako ili na upate pesa yako kanunue TV yako unakaa ndani kwako unaangalia. Umesikia? Dada samahani, nilimaliza kazi zangu zote nikaona nije nipumzike hapa, nisamehe. Kazi ngapi ulizozimaliza wewe mshinzi? Kazi gani ulizozimaliza? Hapa chini ninapokanyaga penyewe nasikia na kazi ya michanga afu naambia umemaliza kazi. Hiyo TV unaangalia yenyewe naona ina mavumbi kibao. Samehe dada. Hivi unajua maana mfanyakazi wewe? Mfanyakazi ni mtu anayefanya kazi masaa 24 bila kupumzika. Na ndio maana nikakuleta hapa kufanya kazi hizi. Na sio kaa unaangalia TV kishenzi. Toka na macho yangu. Dada nisamehe. Naona ananizoea sana. Dada kitu gani wewe? Pika usipika nipa kesa mauaji mimi. Dada. Samahani. Nilham mpaka sasa hivi hajarudi nyumbani na muda wake wa kutoka shule umeshapita. Kwa hiyo nilikuwa naomba niende nikamwangalie. Hivi wewe, hupendi kuniona nikiwa nimekaa na amani eh?
Yaani lazima utakuja kunichokona kuniharibia amani yangu na furaha yangu. Huyo Nilham umeambiwa ni mtoto mdogo hapa nyumbani hapafahamu. Ni mtu mzima yule, anaweza kutoka shuleni mwenyewe na kaja hapa nyumbani. Hapana dada, anaweza kufika ndio, lakini muda wake wa kutoka shule umepita muda mrefu sana. Kwa hiyo kama angekuwa ni wa kufika angeshafika. Mimi namjua Nilham, sio kawaida yake, hana sehemu nyingine ya kupita. Ndio maana nakuwa na wasiwasi. Nahisi labda kuna kitu kibaya kitakuwa kimemkuta. Wewe mama yake mzazi? Mimi tu niliyekaa naye hapa tangu akiwa mtoto mdogo sipati uchungu kama unaopata wewe. Sasa wewe dada wa kazi tu uliyeletwa hapo kumlea unapata wewe uchungu. Tangu lini? Na kipi kinachokusukuma unapata uchungu wa design hiyo? Au ndio kujipendekeza uonekane mwema sana? Kwa sababu dada yule pale ni mtoto mdogo, anahitaji uangalizi. Na usiku unazidi kuwa mkubwa, yule ni mtoto wa kike. Naomba dakika moja tu niende nikafanye haki ya Mungu, tena sichelewe. Sichelewe dada. Hiyo dakika moja unayoiongelea. Si bwana ndio jikoni huko kunipikia chakula. Sio kutoa hizo mbariga zako na kwenda kumfuata huyo mjinga mwenzio. Wewe nitakuja nikuvunje hiyo miguu. Maana naona huwezi kukaa ukatulia. Ina hamu ya kuzurura tu. Nitakuja nikuonyesha. Sasa endelea. Dada, mimi nakumbuka nilipokuja humu ndani kaka aliniambia yule mtoto ndio sababu ya mimi kuwa humu ndani. Asipomkuta mimi naogopa naweza nikaweka hatarini kazi yangu. Sasa kama huyo kaka yako yuko humu ndani, nenda kamfuate yule mtoto. Ila kama mimi ndio niko hapa, toa hizo mbariga zako kamfuate mtoto afunje nikuonyesha. Dakika moja, mimi roho yangu hata haina amani mzako. Moja. Dada, mimi nahofia hata kwa amekutana kitu kibaya. 2. Dada, usifanye hivyo, yule ni mtoto mdogo sasa hivi usiku. Basi dada, basi nikuelewa sieti. Ala? Hivyo dada wengine wanashindwa kujua kabisa kilichowaleta hapa. Wapi? Ina maana mimi nakuita kwa ndani nisikie au? Happy! Ila huyu binti. Hivi msichana atakuwa ameenda. Mbona ananipanda kichwani kiasi hiko? Ila mabinti wa vijijini bwana hawasikii kweli. Hivi wewe, nilikwambia nini kuhusu Nilham? Si nilikwambia mwacha atakuja peke yake au? Yaani mbona unanifanya nakaa hapa naita muda wote, naita mpaka sauti yangu inakaukia, kumbe umeenda kumfuata mjinga mwenzio? Lakini dada, nimemkuta kule barabarani amekaa analia. Leo school basi ilimwacha, sijui kwa nini. Kwa kama analia wewe inakuhusu nini? Lakini dada, yanakuhusu nini? Dada nimefanya nini? Dada samahani. Yaani wewe endelea kuingilia mipango yangu. Hii nyumba utaiona chungu na utaikimbia mchana kweupe. Toka mbele macho yangu. Mama. Kaone haka nako. Tokeni. Fumbo, 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 fumbo. Yaani usichana wa kijijini sijui kwa nini wanakuwa hivi. Mpaka choki na nyuma.
kaka, pole na kazi. Asante. Unakwenda wapi tena? Napeleka hivi ndani kaka. Lakini mimi nimekuja kwa ajili yako, nimekufuata. Unataka kwenda ndani tena? Samahani kaka, nakusikiliza. Usijali bwana. By the way, nilikuwa nahitaji nikupe historia fupi kuhusu Nelham ili uweze kujua jinsi gani ya kuweza kuishi naye, kwa sababu mama yake aliyopo hapa bado kabisa hajajua how to care her. Nadhani nikikupatia historia fupi kumhusu yeye, basi utajua jinsi gani ya kuweza kuishi naye kwa uzuri zaidi. Sawa kaka, nakusikia. Wow. Shikamoo baba. Marahaba, jambo. Jambo. Umekula nini? Nimekula ugoba na maharage. Wow, kapika nani? Auntie. Huyo. Kweli ana furaha kikuona tu. Ama kweli damu zenu zimepatana. Niambie. Halafu baba, ati napenda sana kufanya kazi, hata kumziki. Mwambie watu wanafurahia asubuhi, sasa hivi akapumzike. Nelham bwana, umesikia? Nimesikia. Hadi Nelham kakuona kabisa upumzike. Bwana, unafanya kazi na unapumzika. Sawa? Sawa kaka, jamani asanteni kwa kujali. Basi twende sasa. Unapumzika. Twende sasa. Umeshiba? Ndio. Sawa. Nitafanyaje sasa? Babako akishiba na unashiba. Kunywa maji. Na mimi au yameisha. Tuletee basi maji. Mke wangu, leo kuna habari njema sana nahitaji kukupatia. Taarifa gani hizo Mungu? Subiri tumsubirie na dada Happy akuje hapa ili tuweze ili niweze kuwaambia kwa pamoja. Mungu. Kikao cha familia Happy anahusikaje hapa sasa? No. She's just part of our family. Sawa. Sipelia. Tuletee na glasi mbili. Ni hayo kwangu, simeshakunywa. Basi nabaranja hata kidogo. Sawa, kidogo. Kidogo. Sawa. Inatosha, inatosha. Wewe mbona hunywi maji?
Au ndio sayansi kwamba baada ya kula ukae kwanza dakika 15 relax, chakula kifanyiwe mmeng'enyo? Haya, sawa. No, wewe hata sipokunywa maji ni sawa. Haina haja. Binadamu kitu pekee anachohitajika ni maji. Mke wangu, labda nikupe siri moja. Binadamu anaweza kuishi siku 60 kwa kutumia maji pekee yake na askofu. Kwa nini unasema ni sawa? Okay, by the way, happy. Leo kuna taarifa nzuri sana nahitaji kuwapatia. Ndio maana sijataka kuongea, nimehitaji kuanza na wewe. Taarifa hii ya kwanza kabisa. Bosi wako anahitaji kukupandishia mshahara. Kweli bosi? Why not? Inapaswa uulize kwanza why. Kwa nini? Kwa nini bosi nipandishie mshahara? Kwa nini bosi? Sababu kubwa ni yangu. Happy amekuja na baraka sana kwenye nyumba. Yaani she's so blessed. Kwa sababu kila kitu ambacho nilikipanga na ambacho sikukipanga nakiona kinakuja tena. Kabarikiwa. Hii ndiyo kauli ile wanaosema mkaribishe mgeni yoyote hata usiyemjua uweze kuishi naye kwa sababu haujui baraka gani anazokuletea. By the way, kazini bosi amenipandishia mshahara. Nini tena? Amna. Nini mko sawa? Hamna, ina maana hujafurahia babako kupandishwa mshahara? Sana nimependa. Basi je, napaswa kufurahia sasa? Just say hi. Just say, Dad, congratulations. Nini shida mwanangu? Na mama basi. Mama basi nyamaza basi, no please. Okay. Kaka. Samahani. Naomba niende naye ndani nikamweke sawa. Basi au kuna kitu kinamata? No. Bado tuko na mtoto tunaongea na maruhusu aende ndani na dada, kwa nini? No. Just leave her. Unajua yeye na dada yake wanaweza kaongea pamoja. Bila mtakuwa ndani. Itakuwa kapata tu na tumbo la ghafla, unajua mtoto tena. Kwa kwenye hali hiyo ni kawaida inatokea. Ina feeling good kabisa. Basi sawa, bana shaka. Nadhani wataweka sawa na dada yake huko. I'm not feeling good. Let me go take a rest. Sawa mwanangu, sijali, ngoja mimi tena kuongea naye nijue shida nini. Mbona unaanza kulia ghafla mtoto mzuri? Kwa nini? Mama kanifinya. Kakufinya? Basi sawa, pole mtoto mzuri sawa. Sasa hivi utakuwa unakula na mimi au utakuwa uende kukaa tena mezani, si ndio? Nitamani kuwa na mama.
Kama si yule pale, kwa nini unasema hivyo? Alisema sio mamangu. Ina nanitesa, nanipiga. Natamani niwe na mama kama yeye. Basi sawa, usijali mtoto mzuri. Mimi mama niko hapa sawa? Mimi nakupenda. Sio? Ndio. Utapokwenda nami nitakwenda, nitakufuata pia. Naona ushakuwa mama mlezi sasa. Hivyo binti, kwa nini unapenda kuingia mipango yangu? Nakuuliza kwa nini unapenda kuingia mipango yangu? Kwani dada? Dada sikuelewi. Ni mipango yako ipi ambayo mimi naingilia? Alafu dada, ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe hadi ukawa unamfinya mtoto pale? Na wakati tulikuwa tunaongea kitu cha furaha kabisa. Kwa nini unakuwa hivyo lakini dada yangu? Kwa hiyo sasa umeanza kuingilia. Unanifundisha hadi mimi bosi wako mwenyewe. Tena katika nyumba yangu. Kwa dada. Mtoto na utakuja nipige mimi. Wewe. Ni watu wawili. Sasa wewe. Nakupa ombi. Hii ni amana ya mwisho. Hii ni amana ya mwisho. Ikijirudia. Hutasikia naongea tena. Hutasikia natoa sauti yangu juu yako wewe. Tafanya kwa vitendo safari hii. Mtizame mcho wake. Dada, mimi naweza kuvumilia kila kitu. Nipo tayari kuvumilia dharau zako, matusi na kila kitu ambacho wewe utanifanyia. Lakini siwezi kuvumilia kumwona unamnyanyasa huyu mtoto mdogo ambaye hana hatia, mtoto ambaye ni muelewa kuliko hata watoto wengine, mtoto ambaye chochote utakachomwelekeza anafanya. Sitovumilia. Yaani kama utaendelea kumnyanyasa huyu mtoto, basi mimi nitakuwa na kuvunjia heshima kila siku. Na kama kumsaidia au kumjali huyu mtoto ni kukukosea wewe, nitakukosea sana dada. Samahani lakini. Wewe. Mbona kujibizana na mimi hivi? Wewe hili wa kulijibu mimi hivi? Sasa sikia. Kama unataka kubaki mwenyewe. Sasa baki. Kwako mie ni shadata, nimezichanga karata, pote utakapo kwenda nitakufuata. Japo moyo ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unajua first ni moyo. Fumbo, fumbo.